Asha alikuwa msichana mpole aliyeishi katika mtaa wa kawaida jijini. Alikuwa na ndoto nyingi, kufanikiwa, kusaidia familia na siku moja kupata upendo wa kweli. Siku moja alikutana na Juma, kijana mwenye maneno matamu na tabasamu lililojaa ahadi. Walikutana sokoni, mazungumzo yao yakaanza kwa kicheko na kuishia kwa kubadilishana namba. Asha alihisi moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Juma alionekana tofauti. Alimsikiliza, alimheshimu na alijua jinsi ya kumfanya ajihisi wa kipekee. Kadri siku zilivyopita, mawasiliano yao yaliongezeka na upendo ukaanza kuchanua. Asha alianza kumwona Juma kama sehemu ya maisha yake ya baadaye. Alijifunza kupenda bila hofu, bila kujua kuwa mapenzi yanaweza kuwa na ladha tamu na chungu kwa wakati mmoja. Ndoto ilianza kujengwa, bila hata kivuli cha maumivu kilicho mbele. Ahadi za moyo. Juma alianza kutoa ahadi, ahadi za ndoa, ahadi za maisha bora na ahadi za kutomwacha Asha kamwe. Asha aliamini kila neno kwa sababu yalitoka moyoni au yalionekana hivyo. Alianza kumtambulisha Juma kwa marafiki zake, akijivunia upendo wao. Kila walipokutana, walizungumza kuhusu kesho iliyojaa matumaini. Juma aliahidi kubadilika, kufanya kazi kwa bidii na kuwa mwanaume wa familia. Asha, kwa upande wake, alitoa kila alichokuwa nacho, muda, upendo na hata ndoto zake. Alianza kupuuza ishara ndogo za wasiwasi, Juma kuchelewa, simu zisizopokelewa na siri zisizoeleweka. Alijifariji kuwa mapenzi yanahitaji uvumilivu. Ahadi zilikuwa kama nyota angani, nzuri kutazama lakini ngumu kuzifikia. Asha hakujua kuwa ahadi zisipotimizwa huacha majeraha makubwa moyoni. Mwanzo wa mabadiliko. Kadri muda ulivyopita, Juma alianza kubadilika. Alikuwa mkali, mwenye hasira za ghafla na alianza kumdharau Asha. Maneno matamu yalibadilika kuwa lawama. Asha alijaribu kuzungumza naye, lakini kila mazungumzo yaliishia kwa ugomvi. Juma alianza kumlaumu Asha kwa kushindwa kwake, akisema hana msaada wala kuelewa. Asha alianza kujilaumu akijiuliza kama alikosea kumpenda sana. Alianza kupoteza furaha aliyokuwa nayo awali. Marafiki walimuonya, lakini Asha alitetea mapenzi yake. Alisema ni kipindi tu, kitapita. Lakini moyoni alihisi maumivu yakianza kuchoma taratibu. Mapenzi yalianza kuwa mzigo badala ya faraja. Hapo ndipo Asha alipoanza kuelewa kuwa si kila anayesema anakupenda anajua kupenda. Usaliti uliofichuka. Siku moja Asha alipata ujumbe uliomvunja moyo. Aligundua Juma alikuwa na uhusiano mwingine. Picha, ujumbe na ukweli vilijitokeza bila huruma. Moyo wa Asha ulivunjika vipande vipande. Alipomkabili Juma, hakujuta. Badala yake, alimlaumu Asha kwa kuwa mzigo. Maneno hayo yalichoma zaidi kuliko usaliti wenyewe. Asha alihisi kama dunia imemsaliti. Alilia usiku kucha, akijiuliza kwa nini mapenzi yaliyoyatoa kwa dhati yalirudishwa kwa maumivu. Alipoteza imani, si kwa Juma tu, bali kwa upendo kwa ujumla. Usaliti ulimfunza somo gumu, kwamba upendo bila heshima ni chanzo cha mateso. Kuvunjika kwa nafsi. Baada ya usaliti, Asha alijifungia ndani. Alipoteza hamu ya maisha, kazi na marafiki. Alikuwa kivuli cha yule msichana mwenye ndoto. Alikumbuka kila ahadi, kila kicheko na kila neno la upendo lililogeuka kuwa sumu. Alianza kujiuliza thamani yake ni nini. Je, alistahili kuumizwa kiasi hicho? Maumivu yaligeuka kuwa hofu, hofu ya kuamini tena, hofu ya kupenda tena. Lakini katikati ya giza kulikuwa na sauti ndogo ndani yake iliyomwambia bado ana thamani. Ingawa ilikuwa ngumu, Asha alianza kutafuta msaada kutoka kwa rafiki wa karibu. Hapo ndipo safari ya kupona ilipoanza, taratibu kama hatua za mtoto. Kujaribu kusimama. Asha alianza kujijenga upya. Alianza kufanya vitu alivyovipenda zamani, kusoma, kuandika na kusaidia wengine. Alijifunza kuwa mapenzi ya kwanza muhimu ni kujipenda mwenyewe.
Ingawa kumbukumbu za Juma zilikuwa bado zinamuumiza, alijifunza kukabiliana nazo bila kukimbia. Kila siku ilikuwa vita ya ndani, lakini kila ushindi mdogo ulimpa nguvu. Aligundua kuwa mapenzi machungu yanaweza kumuua mtu au kumjenga kuwa imara zaidi. Asha alichagua kuwa imara. Alianza kuona mwanga mdogo mwishoni mwa giza. Majaribio ya kurudi. Juma alirudi akiomba msamaha. Alisema amebadilika, ameona kosa lake. Asha alisita. Moyo wake bado ulikuwa na majeraha, lakini pia ulikuwa na mkumbukumbu ya mapenzi. Alijua kurudi ni hatari. Alimsikiliza, lakini hakurudi. Alimwambia Juma kuwa msamaha hauimaanishi kurudia maumivu. Ilikuwa mara ya kwanza Asha alijisimamia. Uamuzi huo ulimpa nguvu mpya. Alitambua kuwa si kila kinachorudi kinastahili kupokelewa tena. Jikubali. Asha alikubali kilichopita. Hakujilaumu tena. Aliona mapenzi machungu kama somo, si laana. Alijifunza mipaka, heshima na thamani ya nafsi. Alianza kufurahia upweke wake, akijua haukuwa upweke, bali muda wa kujijenga. Aligundua kuwa upendo wa kweli hauumizi, haupunguzi, bali hujenga. Mwanzo mpya. Miaka ilipita, Asha alikutana na Musa, mtu mwenye vitendo zaidi kuliko maneno. Hakutoa ahadi nyingi, lakini alionyesha kwa matendo. Asha hakukimbilia mapenzi, alichukua muda, akijifunza na akaweka mipaka. Taratibu moyo wake ulianza kufunguka tena. Safari hii, mapenzi hayakuwa maumivu, bali amani. Funzo la mapenzi machungu. Asha alitazama nyuma na kutambua safari yake. Mapenzi machungu yalimfunza nguvu, busara na thamani ya kujiheshimu. Alijua sasa kuwa upendo wa kweli haukuji kwa machozi ya kudaimu, bali kwa heshima na amani ya moyo. Na hivyo, hadithi yake ikawa ushuhuda kwamba hata baada ya mapenzi machungu, moyo unaweza kupona na kupenda tena kwa hekima zaidi.